Wana wa mama, tumsifu Yesu Kristo na Mama Maria. Nakushukuru Baba, mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya ulioficha hekima na akili, ukawafunulia watoto Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Hakuna amjuaye Baba na Mwana, hakuna amjuaye Mwana na Baba, na yote wanapenda kumfunulia. Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Ndivyo mtumishi wa Mungu alivyokuwa akianza kabla hajaanza kutuhubiria. Alitupa kionjo cha muziki, ishara ya kwamba kusali mara mbili. Tarehe 8 Mei 2025 katika jiji la Dar es Salaam, Tanzania, jitu kubwa la kiroho alirejea kwa Bwana. Siku hii haitasahaulika kamwe katika maisha yetu. Padri Felician Venant Nkwera aliyezaliwa mwaka 1936 huko Njombe, Songea, aliishi maisha yaliyojaa Roho Mtakatifu kwa kina, kiasi kwamba kifo chake kimeacha sio pengo tu, bali urithi uliochomwa kwa moto na imani. Kwa sisi tuliobahatika kumjua, kutembea naye na kufundwa naye, hakuwa tu padri, alikuwa mtakatifu, na ni mtakatifu aliyeishi, mtakatifu aliye hai. Padri Nkwera hakuwa tu mtumishi wa Mungu, alikuwa shujaa wa kiroho. Tangu miaka ya 1960
Alisimama kama mmoja wapo wa waombaji, wapunga mapepo hodari kabisa wa eneo hili, mtu ambaye kwa mamlaka ya Kristo alivunja minyororo, akatamkwa pepo na kuponya waliovunjika mioyo yao. Shetani alitetemeka mbele ya nguvu ya Mungu iliyokuwa ikifanya kazi kupitia mikono yake iliyotiwa mafuta matakatifu. Kwa rozari mkononi na mama yetu Bikira Maria moyoni, alikuwa askari wa Mariamu aliyemwaminifu kwa moyo wote. Ibada yake kwa mama Bikira Maria ilikuwa imara, angavu na ya kiroho. Alikuwa mtu wa kimya cha kina, lakini mwenye mahubiri ya moto. Maneno yake yalikuwa kama moto. Mahubiri yake yalibeba ngurumo ya mbinguni na huruma ya mchungaji wa kweli. Hakuwa tu mhubiri, bali alikuwa sauti nyikani ya kizazi chetu, akiziita roho zirudi kwenye utakatifu, kwenye toba na ibada. Alitufundisha uharaka wa Injili na ukaribu wa Mungu. Kwangu mimi, hakuwa tu kiongozi wa kiroho, alikuwa baba yangu wa kiroho, mlezi wangu na mfano wangu. Aliishi maisha ya unyenyekevu sana, uliojaa ukuu, mamlaka, yaliyojaa upole na sala zenye nguvu sana. Chumba chake kilikuwa kanisa lake. Utume wake ulikuwa ni roho za watu, na nguvu yake ilikuwa ni sala. Kila kukutana naye kuliacha athari, kukuamsha kiroho, kukushawishi na kukuinua. Utakatifu wa Padri Nkwera haukuwa katika mavazi yake, bali ulikuwa katika roho yake. Namna alivyoishi, alivyosafiri, alivyoteseka na alivyosali, hii ndiyo ilikuwa utakatifu ulio hai. Tanzania na ulimwengu mzima na kanisa na dunia zimepoteza nguzo kubwa, lakini mbingu zimempokea shujaa wa imani. Ninaamini kwa moyo wangu wote kwamba hatujapoteza tu padri, bali tumepata mwombezi mpya mbinguni. Roho yake ipumzike kwa amani ya milele, ikiwa angavu kama mwanga aliowasha ndani ya wengi, na sisi wana na binti zake wa kiroho tuendelee kubeba mwenge aliouwasha hadi tutakapokutana tena katika utukufu wa milele. Kwa hiyo, ndugu zangu waombolezaji, tuyatafakari mambo haya ambayo mtumishi wa Mungu hakuchoka kutufundisha, kutuadibisha kiroho.
hatukupoteza muda, hakupoteza muda. Ndio maana tunapotamka maneno ya kwamba amevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo ameumaliza, imani ameilinda. A tribute to Reverend Father Felician Venanti Nkwera, 1936-2025. A saint among us, now at rest in glory. On the 8th of May, 2025, in the heart of Dar es Salaam, Tanzania, a great spiritual giant was called home to the Lord. Reverend Father Felician Venanti Nkwera, born in 1936 in Njombe, Songea, lived a life so deeply immersed in the Holy Spirit that his passing leaves not just a void, but a legacy, etched in fire and faith. For those of us who are privileged to know him, walk with him, and be formed by him, he was more than a priest, he was a living saint. Father Nkwera was not only a servant of God, he was a spiritual warrior. Since the 1960s, he stood as one of the most formidable exorcists in the region, a man who, by the authority of Christ, broke chains, silenced demons, and healed the broken. Evil trembled at the power of God, working through his anointed hands. With the rosary in hand and Our Lady in his heart, he was Marian soldier to the core. His devotion to the Blessed Virgin Mary was unwavering, radiant, and militant. A man of deep silence and explosive preaching, Father Nkwera's words was fire. His homilies carried the thunder of heaven and the tenderness of a shepherd. He was not just a preacher, he was a voice in the wilderness of our times, calling souls back to holiness, to penance, to devotion. He stirred in us the urgency of the gospel and the nearness of God. To me, he was more than a guide. He was my spiritual father, my mentor, my model. He lived simplicity with majesty, authority with humility, and a prayer with power. His room was his small chapel. His mission was souls, and his strength was prayer. Every encounter with him left you transformed, convinced, and uplifted. And therefore, Reverend Father Felician Nkwera's sanctity was not in his robes, but in his soul. The way he lived, suffered, prayed, and offered this was holiness incarnate. Tanzania, the church, and the world have lost a pillar, but heaven has received a warrior. And I believe with all my heart that we have not just lost a priest, we have gained an intercessor. May his soul radiant with the light he gave to so many of us. Rest in eternal peace, and may we, his sons and daughters, in faith, carry the torch he lit until we meet again in glory.
Tumsifu Yesu Kristo na Mama Maria. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.